Mtazamaji wa Truth Media, baada ya kumalizana na mzee wangu mzee Marinyi, sasa ni zamu ya ndugu yangu Mwarabu wa Simba Sports Club. Mwarabu, uko poa? Alhamdulillah. Mambo yanaendaje? Tunashukuru Mungu. Mwarabu, tulizungumza juzi, ukaniambia nitajitahidi kuja KMC Complex kushuhudia mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa, lakini Mwarabu ulikula nyoya. Sikula nyoya, majukumu yameingiliana. Uliota nini ukajua kelele zinaweza zikatokea pale? Hali inaweza kawa ngumu. Yaani obvious mechi zote za Simba zinakuwa ngumu. Kwa mimi nilijua tutashinda lakini kwa mbinde. Lakini Mashujaa ilikuwa ngumu zaidi kuliko zote ulizowahi kukutana nazo. Hapana, ya Mashujaa ni ngumu lakini ngumu ya kawaida. Kwa sababu wao muda wote wamekaa nyuma. Kwa hiyo ukikaa nyuma muda wote ni rahisi kuconcede goli. Lakini unalalamikiwa muamuzi katika mechi hile. Unaonekana kama Simba Sports Club umebebwa mechi hile mpaka umeweza kupata matokeo ya ushindi wa goli 2-1. Kwa spidi ya Simba Sports na namna wanavyokusaka lile bato wanalokutafuta ile utatoa utoi, hakuna namna marefa atakwepa lawama. Ikiwapendeza TFF wawachague kati Engineer Hersi, Alikamwe, Haji Manara, Priva, mechi zetu wape wao wasimamie sheria 17 za boli. Yaani mechi zetu ikiwapendeza TFF wawape wao wazichezeshe, au wachague wao refa anataka kuchezesha mechi za Simba. Lakini kama refa atasimamia sheria 17 za mpira, hamna namna Simba atakosa penalti, hakuna. Mechi ile umeweza kupata penalti 2 zilizopigwa na Lionel Ateba ambazo zimeweza kuzaa magoli hayo mawili, nyinyi Simba Sports Club umeweza kuyapata. Penalti hizo zinalalamikiwa. Kwako wewe unavyoona penalti zile kwako zilikuwa ni halali au ni kweli muamuzi alikubeba? Mimi muamuzi hajanibeba. Kwanza penalti ya kwanza ni msifu kocha Fadlu. Alifanya rotation. Alipoona maji yanazidi unga akafanya sabu ambazo ni game changer. Shabalala na Kapombe ndio game changer wa ule mchezo. Game changer ni watu wawili. Shabalala na Kapombe. Katoka Ducho akatoka Noma. Na wale ndio waliosababisha zile penalti. Anapiga cross, mpira umemgonga. Nimemsikia nani yule Hans anasema ile penalti ya kwanza sio penalti. Lakini anachozungumza ni sahihi kwa sheria za mpira. Mpira unapogusa sehemu nyingine ya mwili alafu mpira ndo kagusa mkono inakuwa sio penalti. Lakini angalia position ya refa alikuwa wapi na ana msaada gani pale. Hakuna VAR. Refa alikuwa nyuma huko. Kwa hiyo obviously aliona mkono ukienda hivi na mkono ukiwa haukuwa kwenye eneo lake asilia. Mkono ukiwa kwenye eneo lake asilia mpira umekugonga mkono ukiwa hapa au umeficha mkono sio penalti. Kwa hiyo sisi tusimlaumu mmoja kwa mmoja refa alikuwa na msaada gani. Mechi nyingine zina VAR, ile na VAR gani? Penalti ya pili. Kwa hiyo ni kweli penalti ya kwanza haikuwa penalti. Ilikuwa ni penalti kwa sababu imewekwa na ikapigwa na ikafungwa. Lakini kiuhalisia ilikuwa penalti. Kiuhalisia kama kungekuwa na msaada wa VAR kwa sababu mpira ulianza kumpiga ingekuwa sio penalti. Na penalti ya pili ya Simba amenufaika na maamuzi ya refari. Makosa ya kibinadamu, sio maamuzi ya kirefari. Hakuwa msaada na VAR. Na ule upande aliokuepo yeye hakuna. Kwa hiyo kukosekana kwa VAR Simba ameweza kunufaika na maamuzi. Yeye alikuwa nyuma ya mchezaji. Kwa hiyo obviously aliona mkono tu kwamba mpira umempiga mkononi. Kwa hiyo hapo Mwarabu sasa tukubaliane. Simba ameweza kunufaika na maamuzi ya refari kutokana na ukosefu wa VAR. Of course iko hivyo. Penalti ya pili refa alishasema ni foul nje ya box. Lakini alisema ni penalti ni linesman ambaye alikuwa yuko karibu tukiwa naliona uso kwa macho. Akaambia hiyo sio nje ya box. Kama umepiga firimbi ni faulu basi ni penalty. Refa akachukua ushauri wa msaidizi wake akaenda kuweka penalty. Sasa mimi sijui anacholalamikia ni penalty. Kwa hiyo Neema Mwampasha twende taratibu. Sijajua wanacholalamikia ni penalty. Dakika zimechezeshwa dakika 2000 au red card ya goalkeeper. Sijajua katika malalamiko matatu. Sasa vyote mtu mmoja utalalamika. Hata Mungu akupe mitihani yote kwa wakati mmoja. Sasa unalalamika vyote. Sasa unawezekanaje sasa? Na ni Mashujaa waliolalamika au nyuma mwiko? Tulimsikia pale kocha msaidizi wakati anazungumza baada ya mechi alisema wao wameadhibiwa kutokana na makosa waliofanya. Wameridhika na kile walichokipata, watajitahidi tu kushinda mechi zao zilizobakia nyumbani na za ugenini. Sasa anayelalamika ni nani? Hadi anakuja kufukua anasema linesman ni mwanachama wa Simba. Ni mashabiki wa mpira. Mashabiki wa timu gani? Wa mpira.
Sisi hapa wa Simba Sports. Mashabiki wa mpira. Mashabiki wa mpira ni sisi hapa Simba Sports. Hamna, hata kuna mashabiki wa Namungo. Wanamungo ndio wamelalamika? Hapana, hawajasemekana mashabiki wa timu gani, lakini mashabiki wa mpira. Mbona unapepesa waliolalamika? Wanaopenda mpira. Tuliocheza nao sisi si Mashujaa. Mashabiki wa Mashujaa wamelalamika. Naweza kawa ni mashabiki wa Mashujaa. Au wanafungwa Mashujaa na umia nyuma mwiko. Japo hawajasema, wake hawezi kusema mimi shabiki wa Mashujaa, ni mashabiki wa mpira. Wanaoumia ni mashabiki wa nyuma mwiko. Sasa kila mtu ashinde mechi. Wewe wamesema kila mtu ashinde mechi zake. Sisi ndo tunashinda zetu. Yeye kasha mnashindaje? Kwa vyovyote tu, hata Bisula Roho wewe unashinda, unachukua pointi 3. Ubaya ubwela. Ndo yani umetaradadi. Ahmed Ali alisema kila mlango wa fahamu utatoa sauti na ndo tunachokiona sasa hivi. Kila mlango wa fahamu unaojua wewe, pua, masikio, ulimi, ngozi, vyote vinaongea sasa hivi. Bado kuna viporo vingine 4. Utamzuiaje Limpanzu? Unamkabaje? Au unatakaje wewe uwe bingwa upewe kombe hujamkaba Mpanzu? Inawezekana vipi? Mkabe Mpanzu, kombe lako hilo hapo chukua. Iko hivyo. Na yule refa za ndani kabisa, yule refa Keva Kayombo, finali ya marudiano na Baikane kafu amemtangaza yeye. Umesikia? Dar es Salaam. Hii hapa ya Mkapa. Finali ya marudiano. Kombe la shirikisho bana. Kombe la shirikisho. Keva Kayombo anacheza. Keva Kayombo yeye, alafu yule aliyetupa penalti 4 na Namungo msaidizi wake. Kwamba Keva kiumia tu akidekoka mguu, Keva yule wa Namungo yule aliyeka tuta 4, Ateba akakosa 1, anaingia yeye. Sasa utachagua wewe. Unashangilia au ushangilii? Unakuja uwanjani mpaka kafu. Unakuja uwanjani au unakaa kwako? Maana ukija uwanjani utateseka zaidi. Bora tu mechi kiisha wewe zima TV lala. Na ukikaa nyumbani ukiangalia kwenye TV unaweza ukaivunja TV yako ukapata hasara. Na bahati mbaya hiyo majirani yako wa Simba Sports, kama mimi majirani zangu wanavyopata tabu, wanatamani hata niame au nyumba niuze. Unawakera? Nawakera sana, lakini hawana namna, wavumilie ili upone. Sindano inauma, kwa hiyo vumilia ili upone. Dawa ingie. Sisi tumeteseka sana sisi na Simba kuungaunga. Na tiba sasa hivi imeanza kupatikana. Ishapatikana ya kutosha tena. Yaani kuna stock hadi ikiwezekana MSD waje tuwape dawa. Mechi inayofuata sasa zidi ya JKT Tanzania Mwarabu. Malalamiko tegemea kuyasikia yale tu. Yale. Wanabebwa. Mechi icheze hata kwenye masika mvua ya mawe. Hayo utasikia. Hata ipige mvua ya mawe. Lakini JKT Tanzania ukiangalia msimu huu katika mechi ukiwa wewe katika uwanja wako nyumbani KMC Complex pale ulipata ushindi wa goli 1-0. Goli lenyewe lilifungwa kwa penalty dakika za mwisho kabisa. Shomari Salum Kapombe ndio alisababisha penalty hiyo. Matokeo 1-0. Pointi 3. Na kule tutapata hiyo 1-0 pointi 3. Kwani sisi dhamira yetu ni nini? Dhamira yetu sisi pointi 3. Unapataje pointi 3? Wewe kaba, iba, ninginia, chukua pointi 3 weka mfukoni, tutakutana mahakamani. Ikiwezekana sasa sio anashindwa kesi kila siku. Wamwajiri Tundu Lissu sasa hivi hana kazi au Mwabukusi. Wamwajiri mwanasheria Tundu Lissu au Mwabukusi. Asimamie kesi zao. Lakini Mwarabu ukiangalia ndani ya wachezaji ambao wa Simba Sports Club wamekuwa kitokana sana na Jean Charles Ahoua. Kwenye mechi dhidi ya Mashujaa nilisikia baadhi ya mashabiki wakimkumbuka Jean Charles Ahoua wakisema bora angekuepo Jean Charles Ahoua, kuna uwezekano mechi ingekuwa ni rahisi kabisa. Kwako hilo lina ukweli wowote? Na kama mimi mwenyewe nilishai kumtukana au kumsema vibaya, naomba niwe radhi. Mimi mwenyewe kama Jean Ahoua fundi boli, kama mimi mwenyewe binafsi nilikutukana au nikakukosoa kwa namna moja au nyingine, niwie radhi baba. Mechi ya juzi ile ulihitajika uwepo wako, ingeisha mapema ile. Eli Mpanzu anatoa pasi wa kumwekea tena hakuna, anabaki anazurura tu kama kapewa baskeli ya Azam au ice cream. Lakini alikuwa chansha au akichukua mali. Eli Mpanzu tayari washazoeana, wanajua hawezi mpaka au pake rangi tena askani. Unajua Jansha huwa ni kama shavi. Mala haijakuja tayari anajua nyuma yangu kuna adui, mchezaji wangu mwenzangu yuko sehemu fulani. Kwa mpira pale una pass like a shadow. Imepita papa imewekwa kwenye njia. Ndio maana yule Kibisawala unamwona anakimbia kama kiberenge. Sasa aweso anapewa mali iachie, anapaka rangi tena. Jansha Ahoua tuiye razi. Yaani mpaka sasa hivi kuna MVP tayari washajulikana. MVP nani? Jansha Ahoua. Beki bora wa msimu nani huyu? Abdurazaki Hamza, Paulo Maldini. Paulo Maldini, kimzungumzia Paulo Maldini. AC Milani. Timu ya taifa Italia. Bara kubwa akafanya AC Milani. Unajua national team unaenda tunacheza mechi 3 unaondoka. Mwaka 2007 AC Milani anaenda kucheza Champions League na Bayern Munich.
Yule mwamba ndani ya dakika 90 hakufanya tackling hata moja. Unajua tackling umecheza mpira. Yaani kuslide ile kama anavyochezaga Inonga. Kama anavyochezaga Inonga. Akaenda akaojua kwenye interview yake, kwa nini umecheza dakika 90? Tackling hata moja hujafanya. Akasema ukiona mtu amefanya tackling au beki anafikiria kufanya tackling, tayari ameshazamiria kufanya makosa au tayari ameshakosea. Manake late tackling unakuwa ni yellow card au foul. Na foul inaweza kawa penalty. Kwa yule mwamba alikuwa anakukadiria hatua zako. Wewe una dribble mpira pale, yeye tayari hatua yake inafika pale, anachukua mali, anaondoka. Anacheza hata jezi haichafuki hata kidogo. Paulo Maldini ndo tunaye sasa pale. Abdurazaki Hamza, Rolls Royce, Paulo Maldini fundi boli. Beki bora Abdurazaki Hamza. Na yule ndo kapteni wa baadaye sasa. Abdurazaki Hamza. Abdurazaki Hamza kama ataka miaka 5-6 ndo kapteni wa baadaye. Kipa bora. Mbona ishaisha siku nyingi? Kipa bora Simba Sports, Pinpin Kamara, beki bora Abdurazaki Hamza, MVP wa mechi Jan Shawa, mfungaji bora Jan Shawa. Kocha bora Fadlu Ateba. Unamnyimaje? Fadlu Ateta au Fadlu Alonso, yote ya kwake. Unamnyimaje? Fadlu unamnyimaje kocha bora? Timu iko finali CAF. Unamnyimaje kocha bora? Hapa chachukua kocha bora, mtu kachukua tuzo kwa sababu kaibakisha timu ligi kuu haijashuka daraja. Hapa ligi yetu hii ameshachukua tuzo kocha kwa sababu kaibakisha timu haikuchuka daraja. Nenda kafukue mafaili. Kuna kocha alichukua tuzo ya kocha bora wa mwaka kwa sababu kaizuia timu isishuke daraja. Fadlu Ateta anashindwaje kuchukua kocha bora wa mwaka? Timu iko finali, timu inataka ubingwa hapa. Waulize wanacheza wachezi. Hapo unaposema ni waulize wanacheza hawachezi, barua ya kasi umeisikia? Nimesikia, ndio maana nakuuliza waulize wao wanacheza hawachezi. Baadhi ya mashabiki wamesema wao wanacheza, lakini viongozi msimamo wao hatutaki mashabiki, tunataka statement. Yaani kama klabu itoe maandishi kama ya mwanzo. Bwana, kutokana na kesi yetu kufeli tunacheza. Hawajatoa bado. Ndio tunataka kujua sasa wanacheza, na kama wanacheza wajue kabisa siku moja kabla ya mechi uwanja wa kwetu. Tutakuja na mbuzi 100 kwa ajili ya kurekebisha nyasi sehemu zilizozidi, tutakuja na wazee kwa ajili ya kufanya visomo. Hilo wakawa litambue. Siku moja kabla ya mechi uwanja uko kufanya mazoezi. Kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi hii mnapiga kisomo pale na mbuzi wanyooshe. Hakuna jambo naloenda bila dua. Ule uwanja wa Mkapa kuna sehemu nyasi zile hata ile mashine haifeki fresh. Wale mbuzi wale wanaenda wanasawazisha, wanaweka level yani. Ujue mbuzi kuatia 120 hapa, wale hata pori wanakusawazishia fresh. Sisi tutaenda na mbuzi wetu na wale wazee wafupi kama kawaida. Umeshaelewa? Kwa sababu hii Simba Sports ni timu ya watu, haichagui. Kwa hiyo sisi tuna wazee wengi kutoka Waluguru, kutoka Morogoro. Sawa? Watakuja wale kwa ajili ya kufanya visomo. Kila kitu tunamtanguliza Mungu mbele bwana. Barua ya kasi imefanya mpaka Patrick Simon kuweza kuandika waraka mzito na kuweza kubaki kama mwanachama wa kawaida, sio mwanasheria tena wa Young Africans. Ana anachojua. Wewe kesi karibia 20 hujashinda hata moja. Na CV ya mwanasheria, wakili inapanda kwa sababu unaposhinda kesi. Unaposhinda kesi unapata jina, ndio watu wanakuletea tena kesi yao. Wewe kila siku unafeli wewe tu, hata mwanasheria gani? Akasome upya ajitafakari. Lakini Yanga wanakuwa wanafeli wapi? Ukiangalia kwenye kesi hii walipeleka wanasheria zaidi takriban kama 5 hivi. Sasa sijajua wanafeli kweli au ni mchongo, watu wanatengeneza mchongo wa kumpigia tajiri pesa. Maana ile kesi inaendeshwa kwa pesa. Sasa sijui ni mchongo ule, watu wapate hela. Sijui, wenyewe wanajua kwa sababu sisi hatuhusu. Wacha tuachie wenyewe. Wao sisi wakipoteza milioni 100 haituhusu. Na zipotee sana tu za kutosha. Mwarabu, tunamalizia na hili. Msimu huu bado matumaini yako ya Simba Sports Club kuwa bingwa bado yako pale pale? So bingwa kuchukua vikombe vyote tunavyoshiriki. Treble tunaleta hapa. CRDB shirikisho, hiyo NBC Premier League, CAF Federation Cup. Hilo hata kwa kuliiba tutaliiba hilo. Hilo CAF Federation Cup ikifika dakika 90 tumeshakula chuma, umeme unakatika, ukija kuaga kombe alipo. Ndio nalitaka sana. Tutakuwa tushalibeba. Watafanya msako hadi watafanya tena kombe alionekana. Mwarabu, mimi nikushukuru sana. Karibu tena.